msikilizaji, nikiwa na matumaini ya kwamba umeamka salama mahali hapo ulipo. Karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari, uchambuzi ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa leo Bibi Kurutantini Aldama, fundi mitambo Jadin Ikala. Karibu kuambatana nami mwanzo hadi tamati, nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, namkaribisha hapa Isaac Mulucha Ashibe kwa usomaji wa habari muhimu. Karibu. Naam, asante sana Bi Bukur Tantine Aldama. Kwenye usomaji wa habari muhimu, habari mbili zimebeba kichwa. Mtu mmoja, baba wa familia, ameuawa kwa kupigwa risasi na watu ambao bado kujulikana mnamo usiku wa kucha siku ya kwanza ya wiki tunayo ndani ya kata ya Rugenge, manispaa ya Kavimbira mjini Uvira. Vuguvugu machozi ya raia imelaani vikali kitendo hicho cha ukatili. Na kwenye habari ya kitaifa, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amewataka waziri wa uchumi na mawaziri wengine kufanya kila liwezekanalo ili bei ya bidhaa muhimu iwe yenye kushuka sawa na bei ya dola ya sasa. Safari Masidiro atatuta mengi kwa habari hii. Bi Bukuta tena Aldama, naweka nukta kwa usomaji wa habari muhimu. Asante sana Isaac Mulucha Ashibe kwa usomaji wako huu habari muhimu. Tukianzia katika mji wa Baraka, shirika la Sepro kupitia kiongozi wake limewataka waendesha pikipiki kuheshimu hatua iliyotolewa na meya ya mji wa Baraka inayokataza kituo cha pikipiki kwenye soko la El Shaddai. Hivyo ni baada ya vitendo vya unyanyasaji kuripotiwa maeneo hayo dhidi ya waendesha pikipiki na wazalendo. Akizungumza na Radio Kivu, Bwana Mkunjelisha Lesemple ameonyesha kuwa wao kama viongozi wa mashirika ya wachukuzi wanafanya kazi yao ipasavyo, ila waendesha pikipiki ndio wanakuwa na ugumu wa kuelewa. Acha kwanza niseme kwamba sisi kama vile viongozi wa shirika za wachukuzi hatuna kazi tu ya kutetea wanamemba wetu. Tofauti na kazi ya kutetea, tuna kazi vile vile ya kuwaelimisha, tuna kazi vile vile ya kukemea, na tuna kazi vile vile ya kuwaonya pale ambapo tunapoona kwamba hiki kitu kinaweza kikalete madhara kule mbele. Na nafikiri katika hizi kazi tumeshafanya kazi kwanza ya kuwaelimisha, kuambia kwamba wakati ninapopaki eneo ambazo hazistahili huwa ni kosa ambayo tunaita infraction katika lugha ya Kifaransa. Na polisi wa usalama barabarani ana haki ya kukuzuia wakati wewe unapaki eneo ambapo sio mzuri. Na eneo ambapo sio mzuri kupaki ni eneo gani tumesha wafunza hivyo, na hapo tulikuwa tukielimisha. Na katika hali ya kuwatahadharisha, tulipita pale Mweren 5 kusoko ya Maison Escale, tukaona kwamba kuna kwa problemu ya embouteillage. Utakuta pikipiki zina statione pale, wana parking. Sawa, pikipiki zina parking pale, utakuta barabara inabaki nyembamba sana na bana. Alors que pale kuko probleme yenye gari zinafanya movement, kuko gari zinatoka mu parking zinaingia Mweren 5 juu ziende upande wa Misisi na ziende upande wa Uvira. Donc ni fasi kwenye akustahili kukue msongamano wa vyombo, ifo kukue liberté juu gari zinafanyaga manevre pale. Katika hiyo hali tuliweza kuonya wa motare, tukawaambia kwamba muache kuwa na parking hizi eneo ili kuepukana na ajali ambazo zinaweza zikatokee muda kwa muda. Donc tulifanya kazi yetu ya kuwaonya hapo. Lakini katika hali vile vile ya tatu ambayo ni kukemea, ndo ile ambayo tunakuja sasa kuona kwa siku ya leo. Wanaanza kufungwa na jeshi la wazalendo kitengo cha SNPCC, maana tunasikia wengi wanapelekwa kuyepe, na tukiona yepe maana tunaona ni kitengo cha SNPCC ndio kinafanya hiyo zoezi ya kuanza kuwafunga pale. Nikifuata vizuri, ndugu mtangazaji, utakuja kukumbuka kwamba sisi shirika za uchukuzi pamoja na meya wa mji makamo Madame Emerite Tabisha tulishapita regioni safari za kuzidi 2 kwa ajili ya kuhamasisha watu ili wasiwe wanapaki pale, na ili ni juu ya kuwaprevenir juu ya madanje zenye zinaweza tokana pale. Lakini waendesha pikipiki nao walifanya ni watu ambao wanakuwa hawaelewi kwa urahisi, kusikia kwao inakuwa ni vigumu zaidi. Mkunji Elisha Lesemple alimalizia kwa kusema kuwa hivi karibuni wataitisha kikao ili kumaliza tatizo, huku akilaani vikali unyanyasaji ambao unaendeshwa na wazalendo dhidi ya waendesha pikipiki. Kwa hiyo tunasema kwamba kama jeshi la SNPCC linakuwa linafanya ile kazi, sisi tumejifunza kitu kimoja. Maana hizo ripoti zimeshatufikia ofisini na tukajifunza huenda ni absence ya polisi wa usalama barabarani, ndio maana wao wanakuwa wana intervenir. Parce que polisi wa usalama barabarani ambao walikuwa pale waliweza kwenda Katanga na wengine wakaenda Kalunji. Alafu hapa musantre vile ya Baraka mkoa mmebaki kama vile hamna polisi wa usalama barabarani. Alafu watu ambao wanatakiwa kufanya ile kazi walikuwa ni polisi wa usalama barabarani. Maana ni wao wanajua namna gani wana
wanakuaga wanaleana na wale wa transporteur mubarabara, ni wao wanajua kwamba sheria inasema nini juu ya stationnement, mtu anaweza kalipe amande gani juu ya stationnement, eske mtu anaweza kuwa sensibiliser wala anaweza akafungwe, ni wao wanajua vile. Lakini jeshi ni jeshi, ni mtu ambaye huenda ile kazi ambayo wanafanya pale wa jeshi wa SNPCC ni kazi ambayo wahusu, na hiyo inakuwa ni tatizo. Ndio maana wachukuzi wanaona kwamba wananyanyaswa. Kwa hiyo tunafikiri kuangalia namna gani ya kupata suluhisho kwa hilo swala. Tutafanya kikao hivi karibuni na polisi wa usalama barabarani pamoja na meya wa mji wa Baraka. Tutaomba hiyo kikao ifanyike kwa ajili ya kuweza kupata suluhisho juu ya ile nafasi. Lakini kwa kumalizia, acha tu kwanza niambie waendesha pikipiki kwamba ile nafasi sio sahihi wao kuweka pikipiki zao, na tulisikia vile vile jeshi la SNPCC kwamba linaenda udela hadi kufikia warete mtu ambaye anakuja kuemea akiacha pikipiki pale pembeni, wao wanachukua ile pikipiki wanapeleka kuyepi. Ile nayo ni kwenda udela. Walapo kwa tulisema kwamba wanafanya kazi ambayo sio ya kwao, na ni lazima mkue maerere paske wao wazoe ile kazi, hawajui vizuri kanuni zinakuaga ni gani. Kwa hiyo tutawaomba wao wawe pia wanaelewa kwamba pale ni kusoko na kuna watu ambao wanakuja kuemea, wanaweza wakaacha pikipiki sehemu fulani. Donc wachukue nafasi ya kushauria kabla ya kuwa na hukumu. Wasiwe tu watu wa kuhukumu, bali wao watu ambao wanashauria vile vile waendesha pikipiki. Shirika la wafanyabiashara feki mjini Baraka wameendesha kikao na wanamemba wao siku ya kwanza hii ndani ya chumba cha mikutano Mahamati ili kujadili swala la kupunguza bei ya biashara kulingana na bei ya dola ya sasa. Kwenye mazungumzo nasi Ali Mukindula Lebo, kiongozi makamu wa feki mjini humo, amesema wameitisha kikao hicho kutokana na malalamiko ya raia wafanyabiashara kutokushusha bei ya bidhaa yao tofauti na bei ya dola ya sasa. Ali Mukindula Lebo anaeleza yafuatayo. Raia walisema mambo mengi sana, na hiyo ni kweli. Na kulingana na hizo zote madeclaration, sisi kama vile FEC tulitisha mkutano wa wafanyabiashara, tukawa kumamate, ndo tulishinda. Najua baada ya huo mkutano mambo yanakuwa sawa, kwa sababu labda kuna wengine kati yetu ambao walikuwa wanafanya kuzishauzisha kweli ya wajibaze na todi jour. Tulitisha mkutano wa wafanyabiashara ili tufanye evaluation na kuposema puru na makontre ya to kushuka to de change, faida gani kwetu kama operateur économique, na aussi ku population iko na faida gani kwa to di jour kushuka. Na pale tulipata kabisa ma solution za kusaidia d'une part et d'autre ku pare ya ba operateur économique aussi na population. Ya kwanza tulikubaliana kama tujabitiwe na to di jour yenye iko, parce que habitude toujours ya ba operateur économique ya kutumika toujours na taux d'échange, na échange kushuka haiko formula mtu moya jo mwenye aliingia mwaki mnyumba na kuwaza vya kuwaza parporo ya taux ishuke. Ni gouvernement congolais njo ina decide ile, na kulingana na hiyo tuko sanse kutumika sur base ya taux du jour. Seulement kinaweza tushinda, hatuwezi panga mabei hiki seulement obligation ni kutumika na taux du jour. Tunatoa mfano, mtu mwenye alikuwa anauzisha nguo ya kitenge $10 ilikuwa mu valeur ya 31,000 francs congolais. Mais pour le moment comme taux ilisha shuka na apprécier wale ba mama ba manguo hivi biko mu 25,000 francs. Donc mama wa kuuza nguo ile ya $10 akifika kule kwao 25,000 anauza nguo juu taux ilisha shuka. Mwishowe kiongozi huyo amewataka wafanyabiashara kujadili kushusha bei ya bidhaa ili raia wafaidi kushuka kwa dola. Ali Mukindula Lebo amerejea mara tena. Ujumbe wa mwisho kwa wafanyabiashara ni kusema tujabitiwe na taux du jour. Unaona kuko kamfano kadogo kenye nitatoa hapo. Mtu alikuwa anauzisha saki ya bunga 35,000 francs. 35,000 francs muto ya 310 iko $11.29. Mena kama ule mtu angali anagangania kuzisha ile 35,000 francs, manake deja anaingia mu $14. Donc ashushi seulement tena anapandisha. Na aussi tuko obligé tu kutumika na taux du jour, na iko tu kwa operateur économique même kuma service de l'état. Kuma service de l'état tunayua kama nomenclature zote zinatoka mu dolari. Hakuna nomenclature, ni nomenclature provinciale ni nationale, zote zinatoka mu dolari. Alors comme zinatoka mu dolari, kwa kulipa sisi operateur économique atuko sanse mtu wa kulipa $10 alipe 30,000. Kwa kulipa $10 anapashwa alipe 24,000 ou 23,000 selo to ya banki centrale ya BCC. Na kulingana na hiyo, ndugu mtangazaji,
kuko charge zenye masosiete civile na bo banapashwa fanya, paske sie tuko na batoto bebiko ku masomo banasoma kwa saa hii. Kuko komba ya wazazi na batu ya masomo, ekole yenye ilikuwa inalipisha $10 na saa hii mtoto ukimpatia $10 ende lipa, kuko problem, banarudisha mtoto na ile $10 ke il faut kulipa tu 30,000 pour le moment kuuza CPGL. Donc tunaomba pia shirika za raia zijimplike, zitumike sawa vile gisi fake tulijitoa na tunatumika na tunajua kuna mtu mwenye atalalamika. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba mama mmoja ajulikanaye kwa jina la Kamarade, mkahaji wa majengo ya kwanza pembeni ya shule la Isteme Baraka, ameomba kwa serikali kumlindia usalama, kwani kuna mwanajeshi mmoja wa kizalendo ambaye anamtishia maisha kwa kupenda kumuua. Katika mazungumzo na redio yako, mama huyo ameomba serikali pamoja na wazalendo kumlindia vema usalama, kwani ni siku za kutosha mzalendo huyo anamtishia maisha. Mama Kamarade ameeleza yafuatayo. Mimi jina yangu naitwa Kamarade. Mimi ni mkaaji wa pale karibu na Isteme, nachuruzaka vieti. Mie niko mwensekirite sana. Ule sodeko na niwinda inakuwa 4 fois iko napita msoko, na leo alipita msoko, alikuwa na basoda, na kila siku iko napita mle msoko. Sasa mimi saa ya kufunga, mimi nateremka, tuko na kijana wangu anaenda, alikuwa ananushia makala, anapelekea watoto wapige, anakutana pale karibu na kunyumba kuko basoda 4, anataka pita, bana msukuma, bana mupiga matako ya bunduki. Sasa tunaonekana tunalilia batoto yetu wanaanza kutunyanyasa. Mie niko famille militaire, eske nirudie mkimilitaire? Fie wangu ni PMF, ule mbo balifanya vile naye ni soda. Wandugu, kama ni maneno yenye iko batu banaikalaka chini banaongea, lakini kikwa vitu vya kuindana na mabunduki, mimi naikala, lakini niko mwensekirite. Wakubwa munisaidie sana, munikingie, sababu mimi niko mwensekirite. Na huyo soda mimi namjua, balikuwa basoda 4, balikala pale depuis saa 8 mpaka 18h biko pale. Bamoya balikuwa msoko, balipita msoko, ule baba kapita akaonesha kulikuwa soda mmoja alikuwa na bunduki. Juu alikuwa 3 biko na bunduki. Juu haiko turu ya kwanza, akashota na kaangalia kwenye niko. Juu macho yake na yangu lishakutanana na tulishakafanya fuyo tena. Alikuwa analeta ba polisi msoko, bali ba polisi bakie tena kupiga masase mule. Bakubwa banabijua, ba president soko banabijua. Na abo bangine biko pale. Mi vraiment niko mwensekirite. Bakubwa munisaidie, mimi na familia yangu. Naona saa vile nateswa, konfli iko. Kwa hiyo nalomba serikali nilindie usalama. Na katika kijiji cha Mboko ni kwamba shirika la rahia ndani ya sekta ya Tanganyika Pamboko limeandika kibarua cha kuomba kuachiliwa huru kwa mwananchi Ahmadi Baruani, jina maarufu Blue Pen, ambaye anadaiwa kuzuiliwa kinyume cha sheria na kupelekwa mjini Uvira. Kwa mujibu wake, Bwana Msenga Shabani Bichwake Gilbert, mwenyekiti makamu wa shirika la rahia ndani ya sekta ya Tanganyika, ametoa hasa maelezo juu ya barua hiyo. Ndugu mtangazaji, sisi kama vile shirika la rahia tumeandika hiyo barua kwa kuonesha tahadhari yetu kwa mkuu wa sekta ya Tanganyika na viongozi wengine ambao wanatusikia kwa muda kama huu. Ni pale tariki 17 za mwezi huu wa 10 mwaka wa 2025 ndipo mkuu wa sekta Bwana Miobakano Mpembwa Msaba Jedeo ameeneza miaka 2 kwenye hatamu ya kuwa kiongozi wa sekta ya Tanganyika. Sasa rahia walipenda kujua ni kitu gani ambacho amefanya, bila yake iko je? Sababu ni kana kwamba vitu haviendi. Watu wanalipa mataksi, vingine vinaendelea. Walipenda kujua ni nini sasa kinazuia maendeleo ya sekta ya Tanganyika. Na wakati kijana mshupavu kama Ahmadi Baruti kwa maarufu Blue Pen alipotoa audio ya kusema kuwa wanapenda wapate bilan ya chef de secteur ya miaka 2 ya uongozi, hiyo ilipita mubaya, na tukaona tu amepata convocation na moja kwa moja akapelekwa mpaka ku ANR na ANR ikamtransfere hapo Uvira tangu hiyo jana. Na ile tunaona kama ni arrestation yenye iko arbitraire, sababu Bwana Ahmadi ni Mkongomani na ni mkaaji wa sekta ya Tanganyika, iko na haki ya kujua sekta ya Tanganyika
taksi ambazo watu wanapata zinafanya kazi gani? Nafikiri sheria ya nchi inamruhusu vile. Nimeshangaa kuona jibu ambayo amepewa kuliko mkuu wa sekta haite watu waoneshe kulingana malalamiko ya watu, ona nimefanya hiki, inakuwa ni kufungwa. Na hiyo ndo imetupa hoga na kusema hapana, tuko katika demokrasia na watu wana uhuru wa kujitetea. Kwa hiyo tunaomba huyo kijana haachiwe, na wengine ambao wanafatwa kama vile mshauri mkuu wa societe civile, na yeye iko na kibarua naye vile bwana Kiza Victor. Tunasema hiyo mambo ya kufuatiliana kwa mkuu wa sekta kupitia service ya ANR iko kinyume na sheria, sababu watu wako na haki ya kujua nini ndo kinaendelea na taksi wako wanatia hiko nafanya kazi gani, kama vile sekta zingine Nganja, Mtambala, Lulenge. Nafikiri watu wako wanafanya maconference deba. Kwa hiyo ni ile ambayo tunaomba, na kama haikufanyika vile, sisi kama vile societe civile na mashirika mengine tutaikala chini na tutakamata hazimio zingine ili kupiganisha hicho kitendo cha uvunjaji wa sheria. Na alipoulizwa ikiwa ni hatua gani wameifanya kama shirika la raia, Gilbert amejibu mara tena. Ndugu mtangazaji, nafikiri kwamba baada ya kupata hizo habari presidenti wa societe civile msimamizi bwana Bunenge aliongea na mkuu wa sekta na kupenda kupata mwangaza kwa hilo swali, huku akimuomba kuwa organize conference deba ya kuleta mwangaza kwenye hilo swali, na akamwambia kuwa mambo ya mashtaka haiwezi kusaidia sababu wananchi ni wengi na wanataka kujua ni nini ambacho kinaendelea katika sekta ya Tanganyika. Tukahisi kuwa kadiri alivyoahidi kuwa mambo yameenda sawa, lakini tumeshtuka kuona uamuzi umekuwa tofauti, na wakati sisi kama vile shirika la raia tumekwisha ingilia kati tukimuomba kuwa hiyo mambo iwe kwenye baraza na raia waoneshe kweli ni kitu gani ambacho kinaendelea. Na nafikiri kuwa sijui kama kuna tatizo kati ya mkuu wa sekta na huyo kijana, labda ni tatizo ambalo linaweza kuwa la kiundani na mimi nisilijue, lakini ninachojua mimi ni kusema umoja ni mkuu wa sekta na mwingine ni mwananchi wa sekta ya Tanganyika. Vivyo hivyo kila raia ana haki ya kujua ni nini ambacho kinaendelea, na kama kuna mambo mengine ya ndani huko sijui. Lakini kitu ambacho najua ni kwamba huyo kijana amekwisha kuandika tena barua nyingine kumwandikia mkuu wa sekta akimuomba kuwa itakuwa vema watu wajue ni bila gani na plan d'action yake iko wapi. Nafikiri ni takriban mwaka sasa umeenea, lakini hakuna jibu yoyote ambayo wananchi walipata. Kwa hiyo ni ile ambayo hali inaendelea, na ujumbe ambao naweza kupeleka kwa kiongozi mkuu wa sekta ni kusema kuwa akiwa kiongozi ajue kwamba iko redevable, anapaswa kupana raporo ya kitu ambacho kinaendelea, na ikiwa kuna malalamiko watu hawaelewi kitu ambacho kinaendelea, sherti tu watauliza na yeye hawe tayari kwa kupokea malalamiko, kwa sababu kama mtu amepewa uongozi si kwamba kile kitu ni cha kwake, hapana, amesimamia kukiongoza, na wale ambao wanasimamiwa wana haki ya kujua taksi ambazo tuko tunatoa, sekta inapanga nini, ilifanya nini, na kama hivyo havipo ina maana hakuna redevabilite. Na sasa tunajitupa viwanjani kwa habari za michezo na Sudi wa Sudi Valente, karibu. Ndiyo, asante kabisa mwenzangu Bibu Constantine Aldama. Kuna kurasa wa habari za michezo kwa siku ya leo namba 19 ikipepea barabara mgongoni mwangu. Tuanze na hizo habari za hapa katika mji wa Baraka ambako tournament ya mechi za makata iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya kwanza ya wiki tunayo ya tariki 20 ya Oktoba mwaka 2025, ambako kata ya Mwandiga waliweza kuwatandika kata ya Kalinga Side kuna kumikojo manati kwa kuibuka na ushindi wa 4-3 kisha dakika 90 za mchezo kutamatika kwa sare ya tasa. Ni rasmi sasa hatua ya nusu finali ya tournament ya mechi za makata ambayo inasimamiwa na baraza la vijana hapa katika mji wa Baraka imeisha pangwa, ambako kata ya Matata ambao wanapenda sana kujiita Brazil wataweza kipiga vikali zidi ya kata ya Kalinga Nord, huku mechi nyingine ya nusu finali ni turu sasa ya kata ya Mwandiga ambao watakata Mzwa Fitna zidi ya kata ya Malala.
Kwingineko ni kwamba eneo ambalo linasimamia michezo ndani ya mji wa Baraka, yani Cercle de Football de Baraka, wamepanga mechi za kirafiki siku ya 5 na siku ya 6, ambako siku ya 5 ya tarehe 24 Oktoba mwaka 2025 wamepanga mechi kati ya klabu ya CS Vijana Prestige zidi ya klabu ya FC Presqu'île du Bois, na siku ya Jumamosi ya tarehe 25 Oktoba mwaka 2025 mechi nyingine moja itaweza kupigwa, ambako itakuwa ni turu ya klabu ya OSM Masanza Chinjaua ambao watapatana vikali zidi ya muunganiko wa wachezaji wa hapa katika mji wa Baraka. Bibu Kurtantina Aldama, tukiachana na taarifa za hapa katika mji wa Baraka, kwingineko ni kwamba timu ya taifa ya Morocco imeandikisha historia nyingine kutoka hapa katika bara la Afrika kutoa ubingwa wa kombe la dunia kwa wachezaji wasiozidisha umri miaka 20 baada ya kuwafunga mabingwa wa kihistoria ambayo ni timu ya taifa ya Argentina mabao 2-0 siku ya Jumapili. Ni rasmi sasa, mpenzi msikilizaji, kwamba timu hiyo ya Morocco wametoa ubingwa wa kombe la dunia kwa wale vijana wasiozidisha umri miaka 20. Tukumbushe kuwa ni sasa mipita miaka 16 tangu timu nyingine kutoka hapa katika bara la Afrika kuweza kutoa ubingwa wa kombe la dunia kwa wale vijana wasiozidisha umri miaka 20, na ilikuwa ni timu ya taifa ya Ghana. Na mwisho katika bara la Ulaya ni kwamba michuano ya klabu bingwa katika bara la Ulaya maarufu UEFA Champions League itaweza kutimua vumbi ifikapo siku ya pili, ambako majira saa 12:45 klabu ya FC Barcelona itakipiga vikali dhidi ya klabu ya Olympiacos, huko klabu ya Bayern Leverkusen majira saa 3 wataweza kukaribisha klabu ya Paris Saint-Germain hapo nchini Ufaransa. Villarreal huko nchini Hispania watakipiga vikali dhidi ya klabu ya Manchester City hapo nchini Uingereza. Klabu ya Copenhagen wataweza kukaribisha klabu ya Borussia Dortmund. Klabu ya Newcastle wanakipiga vikali dhidi ya klabu ya Benfica Lisbon huko nchini Ureno. PSV Eindhoven wataweza kupambana vikali dhidi ya klabu ya Napoli, na hapo katika uwanja wa Emirates Stadium nchini Uingereza klabu ya Arsenal Ziganas wataweza kukata mzwa fitna dhidi ya klabu ya Atletico Madrid huko nchini Hispania. Naweka nukta kwa kurasa wa habari za michezo mwenzangu Bibu Kurtantini Aldama. Asante sana Sudi Valente kwa habari zako hizo za michezo. Msikilizaji, endapo ndo bado unakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mita bendi 93.0 FM. Na katika mji jirani wa Uvira ni kwamba mtu mmoja, baba wa familia, ameuawa kwa kupigwa risasi na watu ambao bado kujulikana mnamo usiku wa kucha siku ya kwanza wiki tunayo ndani ya kata ya Rugenge manispa ya Kavimvira mjini Uvira. Vuguvugu Machozi ya Raia imelaani vikali kitendo hicho cha ukatili. Kwake Emmanuel Abedi, mratibu wa vuguvugu Machozi ya Raia mjini Uvira, ametoa mwangaza juu ya hali hiyo. Hiyo ni kata ya Rugenge mkomina Kavimvira, ndipo mtu alipigwa jana masasi usiku kwa mida ya 1:30. Jina yake ni Kasongo. Kuna watu wasijulikana wakabatika ku circumstance kama vile kiko najua tu ni hiyo tu alituma assassinat ciblé, non kwa tu alifu tu ambao wamempiga masasi vile tu circumstance ya kwa kitoka mambo za Israeli kuna jielekeza kwenda kwa nyumbani. Iko usiku na siku ya ajabu sana. Watu kwa ngalo wanatembea Samoya, tayari watu kwa ngalo wanatembea. Kadiri ya gisi mnavyofanya analize, marehemu anaweza kuwa alikuwa na makonflikt na watu wengine, source ya kifo yake. Unajua hata kama kunaweza kuwa chanzo sababisha mtu kupigwa masasi, hiyo hatuwezi encourage maakti hizo yanaweza kufanyika mara kwa mara. Materialist ni maakti ya barbari, tuko tunaweza kuikondani mara kwa mara, na tuko tunaendelea kuwapeleka watu. Si problema shida watu wawili usipe si mtu aunguki asiache amulie wala asipige masasi, ile ni tabon iko prohibé kulingana na sheria. Malgré tension, malgré niveau ya problem, huwezi ya mpaka mnivu na arracher ya mtu tu ya petit souci ambayo mlikuwa mko nayo. So haziwezi kosekana, mimi siwezi kwa la interne, mais si tu apprécier mtu kufikia mpaka au terme na arracher mzako uvi parce que kuna problem fulani ambazo amusikilizani. So intervention ikiatokea ila kwa kupata neema ya kubana wale wahalifu, donc wahalifu walipotea na mpaka sasa hapa tujuni wanani. Ndio maana tuko endelea kuencourager na service ya vilete ifanye kazi kwamba watu ambao wamefanya uhalifu wapate kuadhibiwa kulingana na sheria. Malheureusement ile quartier Rugenge ndio spasi yenye gouvernorat iko. Ukiangalia kwa Rugenge iko na kwenye gouvernorat iko spasi moja mbali sana. Itumwa tu kama 100 metres tu 50 metres. Ndio ekar ya gouvernorat na Rugenge. Donc ni yenye iko vraiment
malheureusement hiyo ndio inatoka champion kwa tueri cible. Presque chaque semaine ile marque ya kule unasikia mtu alikufa, mtu aliuliwa. Donc on ne sait pas les autorités s'ils sont dans la ville ou s'ils ne sont pas dans la ville. Aiza alipoulizwa kuhusu wingi wa vitengo vya askari jeshi eneo hilo, Emmanuel Abedi amejibu yafuatayo. Uvira tuko na service de sécurité mbalimbali wazalendo, kama tuko deja na force ya Burundi, tuko na la police FARDC, tuko hata na BJR, mais jusqu'à présent kumaîtriser ma situation ya hivi ça devient toujours chaotique. Na siku ya notre nimera tukaleta kwa viongozi pour que warudie ma responsabilité zao, parce que mwananchi kuna haki ya usalama na iko na haki pia ya amani ya mzuri, pour que mtu aishi kama vile mwanadamu. Kazi ya patrouille kwa fanyika tunaencourager, mais kazi ya patrouille ya kwa vraiment efficace, et malheureusement que la quartier Uvira kuko ba general ya kizalendo, la quartier walitetea ba general ya kizalendo na contrôler. Donc jusqu'à présent tungesema kwamba serikali imonte yengine système de jeu sécuritaire en dehors ya patrouille yenye itakuwa na facilité uko na marteler ma situation, surtout ma circulation d'armes incontrôlée, ba limiter masaa kufika saa fulani tusikutana na pesa kuna tena mtu atembea mu balabala bien que uko position. Donc hii système ya patrouille haiko rasira vraiment ba surmonter ingine mamezia wanaweza fanya pour que tuone kama hii hali inaweza punguka mu vile tempo. Malgré vile ba brebis galeze wao mtu mguruguru na watu mguruguru wa notre niveau ilikuwa façon si ya ku responsabiliser pia watu responsabilité yenye labda enyiko partager, ilikuwa kitu kizuri sana. Mais bali ba brebis galeze sasa ndio mtu alienda fasi akafunya pombe mingi sana akapata sasa kurudia mtu katembea kiolela bila sababu tu sasa umeona basi kunyumba kuna pato de piège pareil. Parce que lui là ni vrai qui est faux. Haiwezi kosa confecter daire ina crash cause. Naleta tena mgonjwa wa kichwa kabisa. Tumalizie uchambuzi wetu wa habari na habari ya kitaifa ya kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amemtaka waziri wa uchumi na mawaziri wengine kufanya kila liwezekanalo ili bei ya bidhaa muhimu iweze kushuka sawa sawa na bei ya dola. Mengi zaidi Safari Alimasi ndani ya studio za Radio Kivu. Naam, ni wiki kadhaa sasa faranga za Kongo zimezidi kupanda thamani zidi ya dola za Marekani. Wakati kiwango cha ubadilishaji mnamo Agosti kilikuwa karibu pesa 2850 kwa dola moja, kwa sasa ni karibu pesa 2300 faranga za Kongo kwa dola moja kwa moja. Katika maeneo mengine dola moja na beba thamani ya pesa 1800, 1900 hadi 2000 faranga za Kongo. Akiongea katika mkutano wa 63 wa baraza la mawaziri, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi anataka kuanzishwa kwa utaratibu madhubuti wa ufuatiliaji wa kupanda kwa faranga za Kongo. Akikumbusha mawasiliano yake yaliyotolewa wakati wa mkutano wa 61 wa baraza la mawaziri yanayohusiana na kusamini faranga ya Kongo dhidi ya dola za Marekani, Rais wa Jamhuri anasisitiza kwamba hatua nzuri za mwisho zitaonekana kupitia kushuka kidogo kwa bei ya bidhaa muhimu. Ukweli na uwazi wa bei kwenye soko lazima uhakikishwe kwa uangalifu ili kuhifadhi ununuzi wa vitu muhimu, kufuatilia utulivu wa pesa na kuzuia uwezekano wa mfumuko wa bei, alisema Felix Antoine Tshisekedi akinukuliwa katika ripoti ya mwisho wa mkutano uliofanyika Ijumaa Oktoba 17. Kama matokeo, alisitiza kuwa kuna matarajio mabaya ya fursa, mikataba haramu na udanganyifu unaoshuhudiwa kwa baadhi ya wafanyabiashara unaounda ukiukwaji mkubwa wa wazi wa kwenye masoko na kupunguza imani ya raia dhidi ya taasisi za umma. Ili kuimarisha imani ya raia katika sarafu ya kiraifa, Rais wa Jamhuri anathibitisha kwamba utulivu wa pesa uliopatikana lazima uende sambamba na maisha kila siku. Kuipa thamani pesa ya Kongo lazima kuonekane kama kiashiria cha utulivu wa uchumi na njia ya kuboresha ustawi wa maisha ya wananchi. Kufikia hapo, aliagiza kwa waziri wa uchumi wa kiraifa na waziri wote wanaohusika katika sekta ya uchumi ili kuimarisha uchunguzi, ufuatiliaji na uwazi katika mzunguko na usambazaji wa pesa. Hii inajumuisha kuhakikisha utoshelevu kati ya gharama halisi za uzalishaji, usafirishaji, uuzaji na bei inayotumika kwenye soko la ndani. Uangalifu hasa unapaswa kuangazia kwenye bidhaa muhimu ambayo inaathiri pakubwa maisha ya wananchi. Wafanyabiashara ambao wanakiuka hatua hii na kubaki wanapandisha bei ya bidhaa muhimu wanapaswa kuadhibiwa kisheria. Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi ameitaka Benki Kuu ya Kongo kuongeza juhudi zake za kuimarisha kanuni na utulivu wa masoko ya ubadilishaji wa fedha za kigeni. Kwa upande wa Felix Tshisekedi, Benki Kuu ya Kongo lazima ihakikishe hasa matumizi madhubuti ya kiwango rasmi cha ubadilishaji katika eneo lote la kiraifa
kupitia uimarishaji wa mifumo yake ya usimamizi na mawasiliano. Vitendo hivi vya pamoja vitahakikisha nidhamu ya kifedha muhimu kwa utulivu wa uchumi na ustawi wa maisha ya raia wa Kongo, alisitiza mkuu wa nchi. Ni hayo ndio ambayo tulikuwa nao kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Asante sana Safari Alimasi kwa habari yako hiyo ya kitaifa. Ndipo tunafika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Ja Ekala Jaden, na kuaga msikilizaji nikikutakia kila laheri. Bye bye.